kwamba serikali itaendelea kushirikiana na mkoa wa Ruvuma na kuendeleza kazi ambayo ilikwisha kufanyika na kazi ambayo ilikuwa mbele yetu, ambayo kama mtakavyokumbuka ndio kwanza dira mpya inaanza kutekelezwa na ndio kwanza ilani mpya inaanza kutekelezwa. Mheshimiwa baba yetu naibu askofu mkuu, Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo kati ya kanisa na serikali. Amefanya kazi hiyo ya mahusiano, amefanya kazi hiyo akiwa serikalini, na kama mnavyokumbuka amefanya kazi hiyo kama ambavyo tumeshuhudiwa juzi kwenye ibada ya Dodoma, na leo Mheshimiwa Rais ametuma niwahakikishie wote kwamba serikali itaendelea kuenzi na kushirikiana na taasisi za dini ili kuweza kuhakikisha kwamba heshima kubwa ambayo Tanzania imekuwa nayo kuhusu umoja wa kitaifa, uhuru wa kuabudu, amani na usalama wa nchi yetu unaendelezwa. Mheshimiwa baba yetu naibu askofu, Mheshimiwa Jenista kama ambavyo tumetoka kuelezewa, alikuwa ni mpatanishi. Amefanya kazi hiyo katika nyanja mbalimbali. Akiwa waziri wa nchi amefanya kazi hiyo kubwa pale ambapo palionekana dosari kati ya wafanyakazi na serikali. Mheshimiwa Jenista alifanya kazi hiyo, na hadi leo serikali pamoja na wafanyakazi na watumishi wa umma wana ushirikiano mkubwa. Mheshimiwa Jenista alifanya kazi hiyo pia kuweka umoja na ushirikiano kati ya sekta binafsi pamoja na serikali, na jambo hilo alilifanya kwa uadilifu na kwa jitihada kubwa. Mheshimiwa baba yetu naibu askofu mkuu, Mheshimiwa Jenista ni mtu aliyeamini kwamba ukimtanguliza Mungu na ukafanya bidii inawezekana. Tumeambiwa hapa na baba yetu anayemfahamu sana jinsi alivyofanya uthubutu wa kugombea jimbo. Huo ni ujasiri aliofanya. Lakini si hiyo tu, amekuwa hivyo pia katika kutekeleza majukumu yake. Mimi nimefanya naye kazi kwa ukaribu zaidi kipindi akiwa mnadhimu wa shughuli za serikali bungeni. Mheshimiwa Jenista ikishawepo kazi kwake kama mnadhimu wa shughuli za serikali, amekuwa akibeba jukumu linaloangukia kila wizara kama la kwake. Sio tu mratibu, anabeba kama la kwake, kwa sababu alikuwa anaamini katika mafanikio, na hiyo ndiyo iliyompa sifa ile ambayo mlisikia juzi Dodoma ya kuitwa kiraka, kwamba nafasi yeyote ya wizara yeyote aliyopewa alimudu kama sekta yake ya ubobevu. Alifanya hivyo akiwa chief whip, alifanya hivyo alipokuwa waziri wa utumishi wa umma, na alifanya hivyo hata alipokwenda kwenye sekta ya kitaalamu kama waziri wa afya. Sisi kama serikali tutaendelea kuyaenzi maono yake. Katika nafasi yake alipokuwa waziri wa afya, kuna mambo mengi ambayo aliyasimamia ambayo sasa yanaangukia katika utekelezaji wa dira mpya pamoja na ilani ya uchaguzi mpya. Anko yangu amesema kwamba sasa wao watakuwa yatima. Na mimi nikwambie tu, Jenista amegusa maisha ya wengi. Nitalisemea hilo, lakini waombe baada ya salamu za Mheshimiwa Rais mpokee salamu za Mheshimiwa Makamu wa Rais ambaye tulikuwa naye Dodoma kwenye ibada ya Dodoma,
na Mungu akipenda nadhani ataungana nasi hapo kesho, lakini leo wamenituma niwakilishe upande wa serikali na salamu za serikali.